Wabunge oye! Wabunge wa Githurai oye! Mimi naingia kwa mada direct. Kuna mbunge mmoja ameongea hapa, naweza kumkosoa kidogo ndio niingie kwa mada. Amesema enzi ya Moi alipeana maziwa peke yake. Lakini ikikumbuka vizuri, Moi aliingia na wito unasema Nyayo. Alikuwa anafuata Nyayo ya Mzee Jomo Kenyatta. Na wakati aliingia, hiyo ndio wakati mashule mengi ilijengwa katika taifa la Kenya. Wakati huo ndio stadium zilijengwa. Nyayo stadium ilijengwa wakati wa Moi. Kasarani ilijengwa wakati wa Moi. Kwa hivyo Moi alifanya kazi hata kama ingawa pesa ilikuwa ya Harambee, it doesn't matter pesa ilikuwa inatoka wapi, lakini ilifanya kazi. Tukiingia serikali ya saizi, niliona bwana Wachakoya akiongea kwa matanga ya huko Oduol akisema ya kwamba Faruku aende pole pole. Mimi natofautiana na yeye. Faruku aongeze mbio. Kwa maana watu waliingia serikali yenye hawakuunda, watu walimwe. Kama mtu anaingia serikali yenye hakuunda, kulimwa alimwe. Kwa sababu hawajui muongozo yenye ilikuwa pale. Naongea juu ya mambo ya Orengo. Orengo aliambia serikali ya watu wasiingie kwa serikali yenye ambao hawakuunda. Wakaingia kwa serikali yenye hawakuunda, wakasema wamebatiwa broad based. Sasa wakasema experts. Tunangojea finance bill tuone kama experts wanafanya kazi ama ilikuwa ni maneno tu. Wakati Raila alifanya campaign, alikuwa ameahidi Oparanya atakuwa atampatia finance. Na ikakuwa bahati mzuri akapata hiyo finance katika serikali ya broad based. Mbona hakupatia Oparanya? Akapatia Mbati na Mbati yako kwa line up. Hiyo inaonyesha ya kwamba huyo mzee anaenda kudhulumu watu wa Western. Wewe watu Western mfungue ukamajo. Na ile kitu kingine naenda kuongea ni kuongea juu ya uongozi mbaya. Niliona bwana Ruto akisema ya kwamba haogopi kusikia ya kwamba Ruto must go. Lakini akumbuki mwaka wa 97. Wakati tulisema Moi must go, yote yawezekana bila Moi. Yote iliwezekana. Na sasa hii kelele imeanza Ruto must go. Ikiendelea hivi tutasema na ataenda. Hata akiweka Faruku akwe IPC, hii kitu ataenda. Kwa sababu hata mwaka wa 2002 tulikuwa na kiongozi ambaye alisimamia IPC, alikuwa anaegemea upande wa serikali. Lakini kura tulipiga hata angetangaza. Ile kitu walifanya ni Uhuru kuambia ya kwamba anaambiwa ya kwamba andika kuconsider defeat kwa sababu ni kubaya. Kwa hiyo bwana Ruto nyumbani unaenda. Na utaenda naibu kubwa. Ile yenye mlikuwa mnasema Uhuru ameenda naibu kubwa. Uhuru hakuenda naibu kubwa. Uhuru aliongoza vipindi mbili, akafanya kazi, akaenda nyumbani. Lakini wewe unaenda hii moja na unaenda naibu kubwa. Kwa sababu baada ya kwenda lazima hiyo pesa yote inatajwa, akina Muturi wanataja hii mambo yote itachunguzwa na itawekwa hadharani. Kwa hivyo hakuna mwenye atakuogopa. Hata sisi hatukuogopi. Kitu kingine naenda kuongea ya mwisho ni watoto kudhulumiwa na mwaka wa 2013 hiyo shule ilikuwa na Saka Sobdum. Ilikuwa inaenda Mombasa, hata Murkomen unakumbuka chanjo liandika kwa Twitter. Leo hii mnakanamisha watoto na kuambia wasifanye drama kwa sababu ya eti wanaingia mambo ya serikali. Serikali lazima ingiliwe ndugu yangu. Serikali si yako, serikali ni yetu sisi. Kwa hivyo kitu nakwambia kwamba panga ile mambo yako vile unapanga vizuri, hiyo koti yako utoe pale, kwa maana 2027 ikifika useme msahau kitu pale ndani. Kwa maana kitu tunachagua mtu ni maendeleo. Serikali ya Moi ilitujengea mashule, ikajenga stadium, ya Kibaki ileta infrastructure, ikatengeneza mabarabara, ikatengeneza CDF, ikatengeneza mashule, ya Uhuru nayo ikaendeleza. Lakini sasa wewe utatuambia nini? Nimetenga milioni 20, nimetenga bilioni 20, pasta wewe chukua milioni 4. Hiyo sio kitu watu watakula. Watu wanataka maendeleo, kila mtu atajinufaisha. Hiyo kitu nakwambia kwamba maendeleo sio individual, maendeleo inakuanga ya wananchi wote. Kwa hivyo kitu nakwambia ya mwisho, msije jipange. Tutakupanga hapa vile mambo yako naona inaenda hivi. Tutakupanga saa asubuhi. Asubuhi ile ulisema, ile wakati ulikuwa unasema utapanga msaa asubuhi. Hata sisi tutakupanga asubuhi. Ukianzia Nairobi, ukiteremka Nakuru, ukielekea Sariga, uweke breki Sugoi. Hayo ndio yangu.